alikataliwa na kila mtu. Lakini hatima ilikuwa na mpango tofauti. Hakuna aliyewahi kuelewa kwa nini maisha ya Baraka yalikuwa magumu kiasi hicho. Tangu alipokuwa kijana, kila alichogusa kilionekana kubadilika kuwa mzigo. Alimaliza shule akiwa na matumaini makubwa, akiamini elimu ingemfungulia milango ya mafanikio, ajira nzuri na hata uwekezaji wa maisha bora. Lakini haikuwa hivyo. Alitembea kutoka ofisi moja hadi nyingine akitafuta kazi. Kila mahali alipewa majibu yale yale: tutakujulisha. Lakini simu haikuwahi kupigwa. Marafiki zake waliokuwa darasani naye walikuwa wakipata kazi, wengine wakianzisha biashara zao, wakizungumza kuhusu pesa, mikopo na mipango ya uwekezaji. Baraka aliwasikiliza kimya, akijaribu kuficha maumivu yake. Labda huna bahati, jirani yake aliwahi kumwambia wazi. Maneno hayo yalimchoma moyoni. Usiku mmoja akiwa amekaa nje ya nyumba yao ya mabati, alijiuliza, je, kweli maisha yangu hayana mwelekeo? Lakini ndani kabisa ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo iliyomwambia, endelea, bado hujaona mwisho. Na hapo ndipo safari yake ya kweli ilianza. Maisha yalipoendelea kuwa magumu, hata familia yake ilianza kumpotezea imani. Baba yake alimuita siku moja na kumwambia kwa sauti nzito, Baraka, hatuwezi kuendelea kukutegemea hapa nyumbani bila mchango wowote. Dunia ni ngumu, lazima ujitafutie njia. Maneno hayo yalikuwa kama hukumu. Mama yake alimtazama kwa huruma, lakini hakusema neno. Ndugu zake walikuwa tayari wameanza maisha yao, wengine na ajira, wengine na biashara ndogondogo zilizokuwa zikileta kipato. Baraka alijaribu. Alianza kuuza bidhaa sokoni kwa mtaji mdogo aliyoukopa. Lakini biashara haikudumu. Hasara ilimfuata haraka kuliko faida. Watu walianza kunong'ona, yule kijana hana mwelekeo, anapoteza muda tu. Kila aliposikia maneno hayo, moyo wake ulizidi kuwa mzito. Usiku moja, rafiki yake wa zamani alimwambia, kuna watu wanaanza kupata pesa kupitia uwekezaji wa kidijitali, lakini unahitaji mtaji. Baraka alitabasamu kwa uchungu. Mtaji? Hata chakula cha kesho kilikuwa changamoto. Lakini hakujua kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika kwa njia ambayo hakuna aliyetarajia. Siku moja, akiwa amekaa kimya akifikiria maisha yake, Baraka alipokea ujumbe kutoka kwa mtu asiyemfahamu. Habari, nimeona bidii yako. Kuna fursa ya biashara na uwekezaji mdogo, lakini inahitaji uaminifu na uvumilivu. Mwanzoni alidhani ni utapeli, lakini kitu ndani yake kilimwambia asipuuze. Alikutana na mtu huyo, mzee mtulivu aliyekuwa na uzoefu mkubwa katika masuala ya fedha na biashara. Mazungumzo yao yalikuwa ya kina kuliko Baraka alivyotarajia. Maisha si kuhusu bahati, ni kuhusu maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Baraka alisikiliza kwa makini. Alipewa nafasi ya kushiriki katika mradi mdogo wa uwekezaji. Faida haikuwa kubwa, lakini ilikuwa mwanzo. Tatizo lilikuwa moja tu: alihitaji pesa ya kuanzia. Alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Hakujua aombe nani msaada, maana kila mtu tayari alikuwa amemkata tamaa. Lakini moyoni alihisi hii haikuwa nafasi ya kawaida. Ilikuwa ni mtihani, na huenda ilikuwa ni mlango wa hatima yake. Kwa juhudi kubwa, Baraka alipata pesa kidogo na kuanza ule uwekezaji. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi tumaini. Mambo yalianza kuonekana kuimarika. Kiasi kidogo cha faida kilianza kuingia. Hakikuwa kikubwa, lakini kilimpa nguvu ya kuendelea. Lakini maisha hayakuwa tayari kumpa ushindi rahisi. Siku moja, aligundua kuwa yule mshirika wake alikuwa amepotea na sehemu kubwa ya pesa. Simu hazikupokelewa. Ofisi ilikuwa imefungwa. Baraka alisimama katikati ya barabara, akihisi dunia ikimzunguka. Kwa nini mimi kila wakati? Alijiuliza kwa uchungu. Alirudi nyumbani akiwa amevunjika moyo kuliko hapo awali. Watu walipojua, walicheka.
Tulikuambia, unaota ndoto zisizowezekana. Hata wale wachache waliokuwa wanamwamini walinyamaza. Kwa mara nyingine tena, Baraka alikuwa ameanguka. Lakini hakujua kwamba kila anguko lilikuwa likimkaribisha karibu zaidi na kitu kikubwa zaidi. Usiku huo ulikuwa mrefu kuliko yote katika maisha yake. Baraka alikaa peke yake akitazama dari ya nyumba yake, mawazo yakimjaa kichwani. Hakukuwa na mtu wa kumfariji wala mahali pa kukimbilia. Lakini tofauti na mara nyingine, hakulia. Alifikiria kwa kina. Labda tatizo si dunia, labda ni jinsi ninavyocheza mchezo huu wa maisha. Asubuhi ilipofika, aliamka mapema kuliko kawaida. Alivaa nguo zake polepole, akiwa na utulivu wa ajabu. Mama yake alimwangalia na kumuuliza, "Unaenda wapi leo?" Baraka alitabasamu kidogo. Kutafuta njia mpya. Hakusema mengi. Ndani ya moyo wake alikuwa amefanya uamuzi ambao hakuna aliyekuwa anaujua. Hakutegemea tena bahati wala watu. Alikuwa tayari kuanza upya, lakini safari hii kwa akili, nidhamu na subira. Na hapo ndipo kitu kisichoonekana kilianza kubadilika. Hatua ndogo lakini yenye nguvu. Siku chache baada ya kufanya uamuzi wake mpya, Baraka alianza kubadilisha mambo madogo madogo katika maisha yake. Hakukuwa na muujiza wa ghafla. Aliamka mapema, akaanza kusoma vitabu vya biashara, fedha na mbinu za uwekezaji kupitia simu ya rafiki yake aliyekuwa na internet. Alijifunza kuhusu nidhamu ya pesa, jinsi ya kupanga matumizi na umuhimu wa kuanza kidogo lakini kwa akili. Watu walimwangalia na kushangaa. "Bado hujachoka?" Jirani mmoja alimuuliza kwa kejeli. Baraka hakujibu. Alikuwa amejifunza jambo moja: sio kila sauti inastahili majibu. Alianza kazi ndogo ndogo, kubeba mizigo sokoni, kusaidia kwenye duka la mtu, hata kufagia maeneo kwa ujira mdogo. Hakudharau kazi yoyote. Kila shilingi aliyopata aliigawanya kwa makini. Chakula kidogo, akiba kidogo. Wiki zikageuka kuwa miezi. Polepole alianza kuona mabadiliko. Sio makubwa, lakini ya kweli. Kwa mara ya kwanza, Baraka hakuhisi kama anafukuzwa na maisha. Alihisi kama anaanza kuyaelewa. Na ndani kabisa, ile sauti ndogo ilianza kuwa kubwa zaidi. Uko karibu, usikate tamaa sasa. Miezi 6 baadaye, Baraka alikuwa mtu tofauti kabisa. Sio kwa mavazi, bali kwa fikra. Alikuwa ameanza biashara ndogo ya kuuza bidhaa za matumizi ya kila siku. Hakukuwa na mtaji mkubwa, lakini alitumia mbinu alizojifunza: kununua kwa bei ya chini, kuuza kwa faida ndogo lakini ya uhakika. Wateja walianza kumwamini. "Yule kijana ni mwaminifu," watu walianza kusema. Maneno hayo yalikuwa na uzito mkubwa kuliko pesa kwake. Siku moja, mteja mmoja aliyekuwa akimwangalia kwa muda mrefu alimwambia, "Unafanya vizuri, umewahi kufikiria kupanua biashara yako?" Baraka alitabasamu kwa heshima. "Ningependa, lakini sina mtaji mkubwa." Yule mtu alimwangalia kwa makini, akasema, "Wakati mwingine mtaji mkubwa si pesa, ni tabia." Maneno hayo yalimkaa moyoni. Siku chache baadaye, Baraka alipata nafasi ya kuunganishwa na kundi la watu waliokuwa wakifanya uwekezaji mdogo mdogo kwa pamoja. Safari hii hakurukia, alitafakari, alichunguza, alijifunza kila kitu kabla ya kujiunga. Alikuwa umeumizwa zamani na hakutaka kurudia kosa lile. Lakini ndani yake alihisi huu ulikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Uamuzi wake wa kujiunga na kundi lile haukuwa rahisi. Alikumbuka maumivu ya kupoteza pesa hapo awali, alikumbuka kejeli za watu. Lakini safari hii alifuata akili kuliko hisia. Aliingia polepole, akaanza na kiasi kidogo sana. Wiki za kwanza hazikuwa na tofauti kubwa, lakini baada ya muda alianza kuona matokeo. Faida ndogo ndogo zilianza kuongezeka. Hakurukia kuzitumia, aliwekeza tena.
Hapo ndipo mambo yalianza kubadilika kwa kasi ambayo hata yeye mwenyewe hakutarajia. Biashara yake ndogo ilikua. Wateja waliongezeka. Kundi la uwekezaji lilianza kumheshimu kwa nidhamu yake. Siku moja, mmoja wao alimwambia, "Baraka, una kitu ambacho wengi hawana: subira na uaminifu." Maneno hayo yalimfanya anyamaze kwa sekunde chache. Alikumbuka siku alizokuwa akikataliwa na kila mtu. Sasa watu walikuwa wanaanza kumtambua, lakini bado hakujiona amefika. Ndani yake alijua hii ilikuwa ni hatua tu. Kuna kitu kikubwa zaidi kilikuwa kinakuja, na hakutaka kukikosa. Miaka miwili ilipita haraka kuliko alivyotarajia. Baraka sasa hakuwa yule kijana aliyekuwa akizunguka akitafuta kazi bila mafanikio. Alikuwa mfanyabiashara anayeheshimika. Biashara yake ilikuwa imekua. Alikuwa ameongeza bidhaa, akaajiri vijana wachache na hata kuanza kufundisha wengine misingi ya fedha na uwekezaji. Watu wale wale aliokuwa wakimcheka zamani sasa walikuwa wanamtafuta. "Baraka, tusaidie kuelewa biashara," walimwambia. Hakuwadharau, aliwakaribisha. Siku moja, baba yake alimuita tena, lakini safari hii sauti yake ilikuwa tofauti. "Tunajivunia wewe," alisema kwa upole. Baraka alinyamaza kwa muda. Hakujibu haraka. Alitabasamu tu, kwa sababu alijua maneno hayo yalikuwa yamechelewa, lakini bado yalikuwa na maana. Lakini bado kulikuwa na swali moja moyoni mwake. Kwa nini ilibidi apitie yote hayo? Hakujua jibu bado, lakini hatima yake ilikuwa bado haijafunua ukurasa wa mwisho. Siku moja, Baraka alipokea mwaliko wa kuzungumza mbele ya kundi kubwa la watu, wajasiriamali, vijana na hata wale waliokuwa wanatafuta mwelekeo wa maisha yao. Alisimama mbele yao, akavuta pumzi ndefu. Ukumbi ulikuwa kimya. Alianza kwa maneno rahisi. "Wengi wenu mnaniona leo kama mtu aliyefanikiwa, lakini hamkujua yule Baraka aliyekataliwa na kila mtu." Ukumbi ulitulia zaidi. Aliendelea, "Nilidhani maisha yamenisahau. Nilidhani sina bahati, lakini nilikuwa nakosea." Aliwatazama watu machoni. Hatima haiji kwa kelele, inakuja polepole kupitia maumivu, makosa na subira. Watu walimsikiliza kwa makini. Kila mlango ulipofungua mbele yangu nilikasirika. Leo naelewa, ilikuwa ni kunielekeza sehemu sahihi. Alitabasamu kidogo. Nilikataliwa na kila mtu, lakini kumbe nilikuwa naandaliwa. Ukumbi ulilipuka kwa makofi, na hapo ndipo ukweli ulifunuka. Sio kwamba maisha yalikuwa dhidi yake, bali yalikuwa yakimfundisha. Hatima yake haikuwa imechelewa, ilikuwa inajengwa hatua kwa hatua. Na kwa wale wote waliokuwa wanajiona wamechelewa maishani, hadithi yake ilikuwa jibu moja tu: bado hujaona mwisho.